Kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Msomaji ni Victor Kenani. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuwa shambulizi la hivi karibuni la Iran hadi sasa ziko chini ya kiwango cha kuanzisha tena operesheni kubwa za mapigano. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Hegseth na Jenerali Dan Kane walisema kuwa jeshi hata hivyo liko tayari kuanzisha tena operesheni hizo ikiwa itaamriwa kufanya hivyo. Hegseth alisema kuwa makubaliano ya sasa ya kusitisha mapigano hayajaisha siku moja baada ya Iran kuanza tena kurusha makombora kuelekea Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya Washington kuanzisha operesheni ya kulazimisha kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Tunapendelea hii iwe operesheni ya amani, lakini tuko tayari kikamilifu kulinda watu wetu, meli zetu, ndege zetu na mpango huu bila kusita. Kwa Iran, ruhusu meli zisizo na hatia zipite kwa uhuru. Maji haya ya kimataifa ni ya mataifa yote, si ya Iran kutoza ushuru, ada au kuyadhibiti. Kwa washirika wetu, marafiki na ulimwengu mzima, huu ni mpango wa muda kwa upande wetu. This is a temporary mission for us. Hapo awali, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf alionya kuwa ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Marekani pamoja na washirika wake umehatarisha usafirishaji wa majini na usafirishaji wa nishati. Sudan imemwondoa balozi wake nchini Ethiopia baada ya kuishtumu jirani yake pamoja na Falme za Kiarabu kuwa zimewezesha shambulio la droni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum. Serikali ya kijeshi ya Sudan inasema ina ushahidi wa kuthibitisha kwamba kikosi cha wapiganaji cha Rapid Support Forces RSF kilianzisha shambulio hilo la angani kutokea eneo la Ethiopia. Ethiopia na Falme za Kiarabu hazijajibu tuhuma za hivi karibuni za Sudan, lakini mara kwa mara zimekanusha kuiunga mkono RSF. Shirika la Afya Duniani WHO linasema linaamini kuwa mashambulizi ya virusi vya hantavirus kutoka mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine yalitokea kwenye meli ya kitalii ya Uholanzi ambako abiria 3 wamefariki. Watu 2 wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo. WHO imesisitiza kuwa maambukizi ya aina hiyo ni nadra na hatari kwa umma bado ni ndogo. Takriban watu 150 bado wamekwama ndani ya meli hiyo karibu na Cape Verde. Maafisa wa WHO wanasema abiria 2 wanatarajiwa kuhamishwa kutoka kwenye meli hiyo ambayo kisha itasafiri kuelekea visiwa vya Canary, ingawa inaonekana Uhispania imependua msimamo wake wa awali kuruhusu meli hiyo kutia nanga. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshtumu Urusi kwa unafiki wa hali ya juu kwa kufanya mashambulizi mabaya usiku, huku ikitafuta makubaliano ya kusitisha mapigano kwa ajili ya gwaride lake la siku ya ushindi la tarehe 9 Mei mjini Moscow. Zaidi na Phyllis Mwate. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora ya Urusi yaliwaua watu 4 katika kituo cha gesi katika eneo la kati la Poltava nchini Ukraine, huku mtu mwingine akiuawa katika eneo la Kharkiv. Ukraine pia imetoa pendekezo la kusitisha mapigano, lakini gavana wa eneo la Leningrad nchini Urusi, Alexander Drozdenko, amesema kwamba shambulio la droni la Ukraine lilisababisha moto katika eneo la viwanda katika mji wa Kirishi. Huduma za interneti na za simu zimekatwa mjini Moscow kabla ya gwaride hilo, huku waendeshaji wakiripoti kuwa vikwazo hivyo vitaendelea hadi siku ya Jumamosi. Wabunge nchini Romania wamepiga kura kumwondoa waziri mkuu Ilie Bolojan katika kura ya kutokuwa na imani naye bungeni. Chama kikubwa zaidi, Social Democrats, kilijiondoa katika muungano wake wa vyama 4 mwezi uliopita na kuungana na mrengo wa kulia wenye misimamo mikali kuitisha mjadala wa kura ya imani. Rais Nicolae Sadan sasa atafanya kazi kuona kama muungano huo unaweza kujengwa upya chini ya waziri mkuu mwingine. Kabla ya kura hiyo, alikiri kuwa wiki zijazo zinaweza kuwa ngumu, lakini akatoa hakikisho kuwa Romania itaendelea kushikilia msimamo wake wa kuunga mkono Umoja wa Ulaya. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesoma kwako na Victor Kenani. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Radio Kwizera na Loliondo FM, Voice of Busoga na Voice of Muhabura nchini Uganda, County FM na Pamoja FM nchini Kenya. Ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Dira ya Dunia inapatikana kupitia FM kwenye tovuti yetu ya ukurasa wetu wa Facebook na YouTube ni BBC News Swahili. Watangazaji wako jioni hii ni mimi Sarafina Robi na mwenzangu ni Karo Robi. Karibu Karo.
Asante Sarafina, na tunaanza na ziara ya Rais wa Kenya William Ruto huko nchini Tanzania ambayo imekamilika rasmi hii leo, ziara ya siku 2 aliyoanza tangu jana. Leo alipata fursa ya kulihutubia bunge la Tanzania. Akiwa kwenye ziara hiyo, Rais Ruto ameangazia sana swala la pendekezo la ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta nchini Tanzania, huku mwenyeji wake Rais Samia Suluhu akidai kutohusishwa katika mipango hiyo na kuzua sintofahamu. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC Alfred Lastek ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu ziara hiyo, na hapa anatupa picha kamili. Alitoa ufafanuzi na kueleza ni jinsi gani wanapanga kuona kuna ushirikiano mkubwa wa kikanda pamoja na wa kiuchumi, hasa wakitegemea mradi huo wa mafuta ambao uwekezaji wake utakuwa Tanga pia, na akasema kwamba wasiwasi uliokuwepo jana unalenga kuona kwamba kuna uwazi, lakini pia akasema kwamba uwepo wa mradi huo utakuwa na tija kwa kila mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye atakuwa ni mshirika kwenye mradi huo. Leo Rais Ruto amelihutubia bunge la Tanzania, na miongoni mwa mengi aliyoyasema ambao pengine ndo yamezua gumzo zaidi mitandaoni ni kuhusu swala la adui wa Kenya na Tanzania ni nani. Pengine kwanza tumsikilize. Kwa nini Rais Ruto ametoa hili tamko la kwamba adui wa Tanzania na Kenya ni umaskini na ukosefu wa ajira? Inatokana na msingi gani? Tuko na maadui wengi, ndugu wa Tanzania, ndugu wa Kenya. Tuko na maadui wengi. Maadui wetu sio wa Kenya. Maadui wetu sio wa Tanzania. Maadui wetu ni ukosefu wa kazi na umaskini. Kumekuwa na mvutano, ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, ukisikiliza wachambuzi wa mambo, ukisikiliza wanasiasa wa nchi zote mbili, lakini pia ukisikiliza matamko mbalimbali ya viongozi wa mataifa haya. Mara nyingi wamekuwa na mvutano ambao unaonekana wazi kwamba ni mvutano wa kibiashara, kila mmoja akijaribu kulinda maslahi ya taifa lake. Na ndio mataifa ambayo kwenye jumuiya yanaongoza kwa kuwa na migogoro ya kibiashara, haswa kwenye uuzaji na upokeaji wa bidhaa kutoka kwenye taifa moja kwenda lingine. Ushindani huo wa kibiashara unatajwa kwamba ndio sababu kuu ilomsukuma Ruto akiona kwamba ni wakati sasa ya kutangaza kwamba sisi sio maadui, na badala yake ni kwamba kunahitajika ushirikiano wa kiuchumi ili kusogeza mbele maendeleo katika mataifa yote. Lakini bado swala ni kwamba mataifa haya mawili ndo yenye uchumi mkubwa zaidi kwenye eneo zima la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais Samia alitoa kauli ya kwamba Kenya na Tanzania zinabidi zishirikiane katika masuala mbalimbali, lakini mojawapo ambalo limezua wasiwasi ni kuhusu swala ambalo linaonekana huenda likajikita katika swala la kuminya demokrasia, akizungumzia kuhusu vijana almaarufu Gen Z, akisema kwamba akiwachapa fimbo ama akiwachapa kiboko upande huu wa Tanzania, wakija Kenya pia nao Wakenya wafanye vivyo hivyo. Yanapotokea maovu Kenya, ni maovu yetu, tushirikiane kuyaondoa. Yanapotokea maovu Tanzania, vivyo hivyo. Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi. Tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu. Wanaojiita nani hilo jina? Hao. Eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju, ili wakae sawa. Unaweza kulitolea ufafanuzi zaidi swala hili? Ni jambo ambalo Samia lilieleza wakiwa katika mkutano wa kibiashara kati ya Tanzania na Kenya uliofanyika hapa Dar es Salaam, na umezua taharuki ama umezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia matamko yametolewa na viongozi mbalimbali wa kisiasa pamoja na watetezi wa haki za binadamu, wakieleza kwamba tamko hilo ni wazi kwamba Rais Samia anamshinikiza Rais William Ruto
aweze kufanya yale ambayo yanadaiwa kwamba hufanyika Tanzania, haswa masuala ya utekaji, masuala ya ukandamizaji kwa wanasiasa, waandishi wa habari. Na wachambuzi wengi kwa siku ya leo wamekuwa wakieleza kwamba swala hilo linaweza kuleta sura mpya, haswa katika siasa za Kenya ambapo kumekuwa na uhuru mkubwa. Rais Samia ameshamwaga mgeni wake Rais Ruto, ameshaondoka Tanzania jioni hii. Lakini kwa jumla ziara ya Rais Ruto nchini Tanzania imekuwa na tija kiasi gani, ama imepokelewa kwa jumla kiasi gani na watu wa matabaka mbalimbali Tanzania? Kwa upande mwingine wamepongezwa viongozi hawa wawili kwamba wameweza kuzungumza na kuweza kuweka bayana vitu gani ambavyo vitaenda kuendelea hasa kwenye maeneo ya biashara. Naam, shukrani sana.